ya neno la Mungu. Haleluya, haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, haleluya. Ni mchana, masaa mazuri ambaye Bwana wezesha, na katika haya masaa ninataka kukutia moyo kwa sababu ya siku ya leo. Nakuomba tu nipe muda mchache sana. Nimesema nataka kukutia moyo kwa sababu ya siku ya leo. Vile Bwana ni mwaminifu ndani ya maisha yetu, vile amekuwa mkuu ndani ya maisha yetu. Haleluya, haleluya. Nimesema nataka kukutia moyo. Hiyo naye nakatakata. Ninataka kukutia moyo kwa sababu ya mchana wa leo, masaa haya, kwa sababu Yesu Kristo ametulinda, na zaidi ya kutulinda ametupatia uzima ambaye ni uzima wa milele. Nataka tuingie katika kitabu cha Luka 1 mstari wa 37 na 38. Hapo ndio nataka kutoa ujumbe wa Bwana ambaye ni ya kukutia moyo kwa sababu ya masaa haya ama ya siku ya leo, kwa sababu Mungu wetu yeye ni mwaminifu, anabaki kukuwa mwaminifu. Nimesema Luka 1:37-38. Ngoje niongeze kitabu kingine zaidi ya hapo. Hiyo tu inatosha kwa sababu ya neema ya Bwana, kwa sababu ya uwezo wa Mungu. Hapo ndio mimi nataka kunena, kwa sababu ya uwezo wa Mungu, kwa sababu ya ukuu wa Bwana, vile amekuwa mwaminifu na vile ametutendea, na hivyo anaendelea kututendea. Vile ametuinua, vile bado anaendelea kutuinua. Wache nikwambie mpendwa, nimesema nimekuja kukutia moyo, na nimeanza kukutia moyo nikikwambia ya kwamba vile ulivyo hauwezi ukapaki jinsi ulivyo, kwa sababu kuna kitu ambacho Bwana anaweza ongezea ndani ya maisha yako. Wacha kujidharau jinsi ulivyo, kwa sababu hauko peke yako na hauko na marafiki, bali uko na Jehova ambaye anaishi milele, na yule atafanya ongezeko ndani ya maisha yako. Haleluya. Tuweza soma hayo maandiko. Msomaji mzuri, kama umefika pale, ninaomba unaweza nisaidia, kwa sababu inasema Luka 1:37 na 38. Kwa kuwa hakuna neno lisilowezekana kwa Mungu. Aliama akasema, sana mimi ni mchakazi wa Bwana, na iwe kwangu kama ulivyosema. Kisha malaika akaondoka akaenda zake. amen. Amen. Pigia maandiko makofi mazuri. Ujumbe wangu, mahali niko sawa. Mahali niko sawa. Na kama haujui mahali ulipo, unaweza niuliza nikuambie ni wapi mimi niko, ama jirani akusaidia wapi ndio hako, kwa sababu anasema ya kwamba mahali mimi niko sawa. Haleluya. Kwa sababu ya Kristo. Maandiko yanasema palipo Bwana yote
yote yanawezekana. Haleluya! Palipo Bwana yote yanawezekana. Asubuhi ya leo, mchana wa leo, tunaamini ya kwamba yote yanawezekana ndani ya maisha yetu, ndani ya familia zetu, ndani ya nyumba zetu. Yote yanawezekana kwa sababu kuna Kristo ambaye anatutia moyo, ambaye anatutia nguvu. Inajua wakati mwingine mtu unakata tamaa, wakati mwingine mtu anakata tamaa, wakati mwingine mtu anaona kana ya kwamba hawezi akaendelea, lakini nakuambia ya kwamba kwa Bwana yote yanawezekana. Haleluya! Kwa Bwana yote yanawezekana. Hata kama umefika mwisho, kwa Bwana yote yanawezekana. Mchana wa leo, hakuna kile Bwana hawezi akatenda ndani ya maisha yako, ndani ya nyumba yako, kwenye biashara yako. Haleluya! Kwenye familia yenu, hakuna kile Bwana hawezi akafanya. Katika maisha yetu, hata tuwe na magonjwa, inakuambia hakuna kile Bwana hawezi akafanya. Hata kama itachelewa, inaamini ya kwamba atatenda. Hata kama itakawia, inaamini ya kwamba atatenda, kwa sababu yeye ni mwaminifu. Haleluya! Hata kama itachelewa, hata kama itachukua muda, wataongea vile imechukua muda, lakini nakueleza ya kwamba itatimia na itatendeka katika jina la Yesu Kristo. Hakuna shida ambaye ni permanent katika maisha ya mtu. Ninakuambia mahali kuna Bwana yote yanawezekana. Katika tatizo lako yanawezekana, katika magonjwa yako yanawezekana, yale umepitia yanawezekana. Umekuwa ukilia, inasema yote yanawezekana, kwa sababu kuna Yesu Kristo yupo pamoja na sisi. Anatenda mambo ya ajabu. Anasema atawashangaza wengi kwa kazi ambayo unafanya, kwa maisha ambayo unaishi, katika familia yenu, mahali umetoka, hata kama ni boma ambaye imetarawiwa. Mchana wa leo ninakwambia kuna kuheshimika kwa hiyo familia, kuna kuheshimika kwa huyo mama, kuna kuheshimika kwa huyo mzee, kuna kuheshimika kwa huyo kijana, na kwa huyo mwimbaji, na kwa huyo mwombezi, na kwa huyo mtoaji, kwa maana Bwana anasema yote yanawezekana. Haleluya! Haleluya! Tamani sana kufikisha matatizo yako mwisho, kwa sababu mahali kuna Bwana yote yanawezekana. Haijalishi unapigwa na umefinyiliwa mahali huko. Wacha nikwambie, nimeona watu, nimekutana na watu, lakini nikasikia shuhuda zao. Kuna watu wengine hata wamekata tamaa kwa maisha, kwa sababu miaka inaenda, wengi wataolewa, wengi wataoa. Wacha nikwambie, wewe utachelewa. Kuna wakati wa Bwana ambao unakuja kukomboa mzee, kukomboa mama. Kuna wakati wa Bwana ambao unakuja.
nimekuja kukueleza ya kwamba Bwana anakuja kukukumbuka katika kilio chako, katika kudharauliwa. Umewekwa chini miaka mingi na miaka hata 50. Kwa Mungu ni dakika 10, anasuluhisha kila jambo. Nimesema usikate tamaa. Maisha ambayo umeishi leo, hata kama umejikunja kana ya kwamba uko na malaria, lakini uko salama, ni shida zimekufanya hiyo usikujalishe. Bwana anasema anakuja na hatachelewa. Bwana hatachelewa na hatawahi chelewa na hatawahi kudisappoint katika maisha yako, kwa sababu unamwaminia. Ungenisaidia kupigia Bwana makofi. Ningejua kwamba tuko binadamu watakudisappoint, marafiki watakudisappoint. Kesho anaongea hii, kesho anaongea nyingine, lakini kuna Bwana hatakuwahi kudisappoint. Mimi nimemwona hajawahi kudisappoint, na niko na hakika ya kwamba hawezi kudisappoint. Nikimwomba lazima atende, hata kama itakawia, hata kama itakawia. Watu wanaongea leo yako, watajua kesho yako ambaye ni ya utukufu. Imepepwa na Jehova, itapepwa na wale wamesoma sana, itapepwa na wenye pesa. Imepepwa na Jehova ambaye atakutendea leo yako ya kilio, kesho ni furaha, kesho ni kicheko. Kwa maana kuna Mungu juu mbinguni ambaye anasikiliza maombi. Wewe dada umeomba, mama umeomba, mzee umeomba, hata kile kilichokuliwa Bwana atafanya urejesho, hata kurejeshea chochote kilipotea. Bwana atakurejeshea uzima, atakurejeshea afya, atakurejeshea jamii, atarejesha pesa, atarejesha kazi, atarejesha marafiki, atarejesha vipaji, atarejesha maombi, atarejesha utoaji, atarejesha. Haleluya. Toke mimi namalizia. Haleluya. Haleluya. Nataka kukuza kidogo hii alafu nimalize. Inataka nikwambie ya kwamba kama wewe umeokoka, kama umeokoka cha ukweli. Nataka nasema kwamba kama umeokoka cha ukweli. Kama umeokoka